Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Katika kipindi cha leo, tutaangazia juhudi za serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan za kuhakikisha kuwa ifikapo mwaka 2030 uzalishaji wa zao la korosho hapa nchini unafikia tani milioni 1 kwa mwaka. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, TARI, kituo cha Naliendele mkoani Mtwara. Mikakati ya kufikia lengo hilo la Mheshimiwa Rais limeanza kutekelezwa na Bodi ya Korosho kwa kushirikiana na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, TARI, kituo cha Naliendele, ambapo kwa mwaka huu Bodi ya Korosho imelenga kusambaza kwa wakulima miche ya korosho milioni 3. Kwanza kabisa tunao mpango ambao tumekuwa tukizalisha miche kwa kushirikiana na sekta binafsi. Tunazalisha miche na kuisambaza kwa wakulima katika mikoa yote inayolima korosho Tanzania. Katika msimu wa mwaka 24-25 ambao sasa hivi ndo tunaenda tulionao, ambao miche yake itapandwa 25-26, tumezalisha miche milioni 3.6 kwa kushirikiana na taasisi ya TARI Tanzania, kituo cha Naliendele. Miche hii tunaigawa kwa wakulima bure na tumekuwa tukisambaza kwenye maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanaipanda na kuitunza kadri inavyostahili. Lakini mpango mkuu tulionao ni kwamba kupitia maafisa ugani tuliowaajiri kule, wanaenda kusimamia miche hii, kuongoza wakulima namna ya kupanda mikorosho hii kadri inavyostahili, lakini kuhakikisha kwamba wanaitunza kwa kipindi chote ili iweze kukua na hatimaye ipate kuongeza uzalishaji. Na sekta binafsi tuna imani na mchango mkubwa sana kwenye uzalishaji wa zao la korosho ukiacha mkulima mmoja mmoja. Kwa sasa hivi pia tumekuwa tukitoa hamasa ya kufungua mashamba makubwa kwenye maeneo mbalimbali ili miche ipate kupandwa, kwa sababu tukitegemea tu ipandwe na wakulima wetu tulionao wa siku zote, maana yake wataenda kupanda miche michache tu, waweze kuipanda miche mingi kwa kiasi hiki. Kwa hiyo ili kufikia malengo tunaivutia sekta binafsi ili iweze kuingia kwenye zao la korosho na uanzishe mashamba mapya, ili kwenye mashamba ndipo waweze kupanda hii miche na hatimaye yote iweze kutumika huko. Lakini tumekuwa na mkakati ule wa kufufua mashamba pori kwenye maeneo mbalimbali. Mashamba pori yamekuwa chanzo kikubwa cha magonjwa ya mikorosho, lakini na kupunguza tija kwa maana uzaaji kushuka zaidi, kwa sababu tunapokuwa tunahesabu idadi ya mikorosho tulionayo, baada ya wakulima wamekuwa wakileta mikorosho ambayo iko kwenye mashamba pori. Kwa hiyo kwa mwaka huu tunaenda kufufua hayo mashamba pori kwa kutumia vijana wetu tuliowaajiri 500 ambao tunaenda kuwagawa kila kijiji. Kuanzia tarehe 13 mwezi wa kwanza wataripoti na kuweka kwenye vijiji mbalimbali. Hao watashirikiana na wakulima wale, wataenda kuwashauri wakulima, wataenda kuwashawishi wakulima, kuwapa elimu ya kutosha juu ya zao la korosho, kwa sababu sisi Bodi ya Korosho wenyewe tumekuwa tukishindwa kufika huko kwa sababu ya uchache wetu. Lakini sasa tunaenda kufufua hayo mashamba kwa sababu vijana watatoa elimu ya kutosha ili mashamba yapate kufuliwa na hatimaye basi tuweze kufikia malengo ambayo tumepewa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kuzalisha tani milioni 1 ifikapo 2030, na hatimaye tupate kufikia agenda ya 10-30, manake agenda 10-30, kwa maana kwamba kilimo kiweze kuchangia 10% ya pato la taifa ifikapo mwaka 2030. Uoteshaji wa miche ya mikorosho unaendelea katika vitalu vya miche ya korosho vya TARI Naliendele. Hapa watafiti wa kilimo pamoja na wafanyakazi katika kituo hiki wanahakikisha wanaotesha miche bora ili mkulima apate mikorosho bora inayokinzana na magonjwa na kutoa mavuno mengi. Mpaka sasa Bodi ya Korosho imeshasambaza miche zaidi ya milioni 1 kwa wakulima na miche mingine inaendelea kustawishwa na kusambazwa kutokea hapa TARI Naliendele. Sisi Naliendele, ili kuweza kukabiliana na uhitaji mkubwa wa mbegu bora za korosho, kwa msimu huu tuliweza kuzalisha tani 57 za mbegu bora.
lakini pia tumepata mahitaji tani 22 ndani ya nchi, ambayo tayari tumeshasambaza tani 13. Tunaendelea pia kusambaza tani nyingine kutokana na mahitaji ya mbegu bora za korosho. Kwa hiyo kwa uzalishaji wa mbegu bora za korosho kwa msimu huu tunaona kabisa kwamba tumeweza kuzalisha tani 57 ambazo ndani ya nchi tumeweza kuwapatia tani zaidi ya 20, lakini pia na nchi jirani wameleta maombi kwa ajili ya kupatiwa mbegu hizi bora za korosho. Hilo tumeendelea nalo vizuri. Lakini pia kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya korosho kila siku, sisi kwa msimu ujao tunajipanga kuongeza mashamba ya uzalishaji wa mbegu kutoka ekari 163 kwenda ekari 360, ambazo tutakuwa tuna uwezo wa kuzalisha mbegu bora za korosho tani 200, ambazo tunajua kabisa kwa uhitaji mkubwa wa zao la korosho tunaweza kusupply aina hizo za kiasi hicho cha mbegu bora za korosho. Tukizungumza kwenye miche, msimu huu tuna mpango wa kuzalisha miche milioni 3 ambayo itasambazwa na wenzetu wa bodi ya korosho. Mpaka sasa tumeshazalisha takribani miche zaidi ya milioni 1 itasambazwa na bodi ya korosho. Na jambo gani tumelifanya sasa ili tuweze kuweza kuzalisha miche milioni 3? Tumeanzisha nurseries zetu za kuzalisha au vitalu vya kuzalisha. Tuna kitalu mama hapa Tali na Liendele ambacho kitahudumia mikoa yote hii, itahudumia wilaya yote hizi za Mtwara, lakini tuna kitalu kingine pale Ngongo, tuna kitalu kingine Nyangao, lakini tuna kitalu kingine Mkuranga. Tunajua watu kule Pwani watapata kule Mkuranga, na kitalu kingine tunacho Mtopwa. Hii yote ni jitihada kuhakikisha kwamba miche bora ya korosho inapatikana. Lakini tumeendelea pia, kama mtakumbuka, kama tuna mbegu bora zile aina 8. Tumeendelea pia kama unavyoona tuna ubebeshaji, tumeendelea kufanya ubebeshaji na hii miche bora ambayo ya aina hizi 8 ambazo zinavumilia ugonjwa wa blight zitaanza kupatikana 2025 2026. Katika kuhakikisha lengo la serikali linafanikiwa, bodi ya korosho hushirikisha wadau kutoka sekta binafsi wenye taaluma ya kilimo cha zao la korosho kuzalisha miche ya korosho na kusambaza kwa wakulima. Daktari Fortunus Kapinga ni mtafiti na mbobezi katika uzalishaji wa mbegu za korosho, ambaye ni mkurugenzi mstaafu wa TARI kituo cha Naliendele. Anashirikiana na bodi ya korosho kuzalisha miche ya mikorosho. Ni mbegu ambazo zinaweza kuvumilia au zinakinzani dhidi ya ugonjwa huu wa blight. Lakini kwa mazingira hayo ambayo kwa mfano hawa wenzetu wa shule Scholastica ni kwamba kwa malengo yao hayo ambayo yameweka, ni wazi kwamba miaka inayoenda huko mbele, miaka 10 20 ijayo, hii shule itakuwa tena na shida ya kupata kipato. Watakuwa na uwezo wenyewe kujiendesha vizuri kabisa kwa sababu ya chukulia sasa hivi wasafari wanasema wanataka kupanda ekari 50. Lakini lengo lao ni ekari 200. Sasa ukichukulia ile 200, angalau kila mti kupanga kilo 20 tu. Ina maana tunazungumzia 20 mara 200, na kila shamba tuseme lina kila ekari na miti isipungue 28. Hapo tayari huyu mwenye shamba hilo ana kipato cha kutosha kabisa. Tuseme kwa wastani akapata angalau kilo 20 tu kwa shamba hilo lenye ekari 200, na kila ekari ina miti isipungue 28. Basi huyu kwa vyote vile kipato chake kitakuwa kimeongezeka kiasi kubwa sana. Na bahati nzuri sasa pia hizo mbegu ambazo aina mbegu ambazo wanaenda kupanda, gharama ya kupulizia itakuwa kupunguza mara nusu, kama nusu ya gharama itakuwa imeondoka, kwa sababu haangaiki tena magonjwa blight. Sasa haangaiki labda na bwiriunga na wadudu haribifu. Kwa hiyo ni kwa kiasi kubwa sana itakuwa imepunguza hata gharama za uzalishaji. Sasa kitu ambacho mimi nafikiri na nimeweka kama lengo langu ni kwamba ningetamani kila mwaka angalau nizalishe miche kama 100,000 hivi. Ndio lengo langu. Na hapa nimeanza tu.
mwaka unaweza kufikiri angalau nusu, naweza kufika nusu ya hiyo. Lakini lengo langu na hivi angalia mahitaji wa watu wengi ambao nimepata hata oda zao ni takriban miche 100,000 inahitajika. Sasa nikiweza kufikisha miche 100,000, maana ni kwamba nazungumzia kwamba miche 100,000 kila mche baada ya miaka angalau 8 hadi 10 ukapata mazao ya angalau kilo 20. Ina maana unazungumzia tani 2,000. Sasa tani 2,000 ikiendelea hiyo upandaji ukaendelea kwa mtindo kama huu, maana ni kwamba yale malengo ambayo tasnia imeweka, kwa maana kwa serikali kupitia tasnia ya korosho, yanaweza kafika. Kwa sababu tani 2,000 chukulia kila mwaka mtu ameongeza hicho na wengi wakapanda hivyo, ni wazi kwamba ile malengo ambayo pengine serikali imeweka na inatekelezwa na tasnia kupitia tasnia ya korosho, maana bodi ya korosho tayari na wengine kwa nao husika na mnyororo mzima wa zao lenyewe, yanaweza kufikiwa. Sasa ili tufike kule, sio tu kupanda korosho, lazima tupande korosho ambazo zina kiwango, zenye ubora kwa maana kwamba zinaweza kuwa na ukinzani dhidi ya magonjwa ikiwemo blight, kwa sababu itapunguza gharama ya uzalishaji. Lakini pia itoe korosho nyingi za kutosha zenye ubora unastahili. Na ndizo mbegu ambazo tunahimiza wakulima wapande za aina hiyo. Na mimi kwa sababu ya kwenye fani hiyo nimefanya kazi kwa muda mrefu katika fani hiyo, ndio maana nahimiza wakulima, nasisitiza wakulima waendelee kupanda aina bora za korosho zenye sifa. Kwa kawaida, miche huoteshwa kwenye kitalu na kuhamishiwa shambani. Hapa Daktari Kapinga anaeleza njia sahihi za ubebaji miche hii na vitu vya kuzingatia. Unapojiandaa kupeleka miche shambani, ni vyema kikiriba kisilowe sana, yani usimwagilie maji kwa mengi sana kiasi ambacho pengine hata kishika hivi udongo unabomoka, au kinamisha hivi udongo unachomoka. Sasa kama hii hapa unakuta hata kishika hivi bado iko vizuri, ni kwa sababu nilishajiandaa kumpa huyu mkulima au mteja ile miche kwa siku ambayo alihaidi au alihitaji kuja kuchukua. Kwa hiyo nimejiandaa maalum kabisa kwamba kwa ajili ya kusafirisha. Kwa hiyo hata ukishika hivi bado unakuta uko vizuri. Sasa tunahimiza kwamba unaposafirisha miche kwenye viriba hivi, kabla hujaanza safari hakikisha na ujihami kwamba kusiwe na maji mengi, yani umemwagilia mpaka kikaloa kabisa maji. Ni rahisi sana njiani pengine udongo ukao unatoka, au kishika pengine udongo unachomoka. Kwa hiyo ni nzuri unaiandaa mazingira kwenda shambani. Kwa mfano hapa ukiangalia nilivyoweka, nimeweka mazingira ambayo miche hiyo iko tayari kwenda shambani. Kule shambani yawezekana hiyo sehemu ulioungia usipotoa ile kamba, yawezekana hapa kwenye kidonda paka vimba, ile kamba uliyofungia ikazama hapo, mche kavunjika. Kwa hiyo hatua itakayofuata baada ya pale, ukishakomaa vizuri, natoa kabisa karatasi hii, utaitoa ifungua yote, ili unapoenda shambani mkulima, hata kama pengine amekosa muda kwenda shambani kwake kwa siku kadhaa, huu mche usipate madhara. Madhara yanaweza kujitokeza ni kwamba kwa sababu kwenye kiribo ulikuwa huu mche umekuwa na udongo kidogo, unakuwa kwenye mazingira ambayo mizizi haienzi sana mbali, lakini ukitosa kile kiriba ukapanda ardhini unakuwa haraka sana. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa huku ukachipua kwa nguvu sana, huku hapa panakuwa pembamba kama vile nyigu wanavyokuwa. Na wakulima wengine wanasema mche wangu umekuwa nyigu. Nyigu kwa maana kwamba hapa mahala tulivyoongea pale, huenda kati mwingine panakuwa na uwezekano wa hii kamba kuzama kabisa
kwenye ile shina, na matokeo yake kitakachofuatia huo mche utavunjika. Sasa ukivunjika, kitakachofuatia ni kwamba kishina ambacho wewe ukupenda kikue kile, ulipenda kikue kitawi hiki, kitachipua. Kikishachipua utatunza mche ambao sio. Kwa hiyo hii hatua ya kutoa hii kamba hapa, unaweza ukatolea shambani kwako au ukatolea kitaruni. Mimi napenda kutolea kitaruni kwa kusaidia wakulima walio wengi, pengine wakati mwingine wanaweza kujisahau. Usipofungulia mapema, unyangalia hata hapo. Angalia kama tukuta kama pameanza kuwa na kama kamba imeanza kuzama hapo, kizumu vizuri zaidi kwa karibu hapa. Sasa hii kama muda mrefu, hii kamba inaweza kazama kabisa hapo, huku utavimba na huku utavimba. Ukitajia upepo hapa itavunjika. Ikivunjika, kitota kitawi hapa hapo chini. Hasa kitawi kitakachoota hapa chini, mkulima anaweza sifahamu kwamba sio hicho ulichokusudia. Tulikusudia hiki hapa. Hii ndio mbegu aina bora, sio hiki kuchini. Na tulibebesha hiki kwa sababu nataka tabia za huo mti ulikotoka ziendelee kuwepo pale. Sasa hiki kikichipua hapa, mkulima anaweza akawa natunza kile kishina ambacho alipanda badala kutunza hiki huko. Mwisho safari atasema ule mkoroso bana, kumbe hauzai vizuri, hauna ukinzani dhidi ya magonjwa, ni kwa sababu alijisahau. Mfano wake rahisi ni kama huu hapa. Huu ni mfano rahisi. Hapa kwa mfano kitokea ukajisahau, ni mfano rahisi ambao wakati mwingine wakulima mashambani wanakosea kwa kutokufahamu kitu kidogo tu, kwamba kila kinachochipua chini ya kile kitawi ulichoweka lazima utoe. Kwa maana hata huu hapa ilivyokaa, kiangalia huu hapa, ni kwamba na tunachohimiza na wadau wangu wote wakija hapa, ninachowaambia ni hivi: kila kitawi kitakachoota chini ya hiki lazima utoe. Ambacho nitacho kutunza ni matawi yanayotoka juu ya hapa. Chini hapa kwenye kiungo lazima atoe, kwa sababu usipotoa matawi yanayotoka hapa, ina maana utakuwa unatunza kishina kile ulichopanda ambacho kukusudia kiende shambani. Ulikusudia iende aina hii. Hiki ni kishina cha kushikiza kitawi hiki pale. Na hiki kitawi ndicho ambacho kina sifa inayostahili, sifa ya kuvumilia au kinzani dhidi ya ugonjwa wa blight, sifa ya kuzaa kwa wingi, na sio hiki kishina. Kwa hiyo ukiachia matawi yanatoka pale, kinachofuatia ni kwamba yawezekana sasa kitawi kinachotoka huku kikawa na nguvu zaidi, kwa sababu kimekuwa na asili wa hiki kishina, ikikosesha nguvu hiki kitakufa. Na matokeo yake ni kama haya hapo. Kiangalia, tulichokusudia ni hiki, lakini hiki ni kitawi ambacho kimekuwa, kwa sababu kikitolewa haraka hiki kimekufa. Sasa mimi kwa kuondoa changamoto kama hizo, huwa ninachofanya kama nilivyosema, lazima wadau wangu, wateja wangu wote niwaelekeze mche unatakiwa kutunza, yani hapa wote utunza, lakini tawi la kulienda na kutunza ni hili hapa. Hiki ndio ambacho tumekusudia. Chochote kitakachochipua hapa au hapa lazima kitolewe. Na bahati nzuri ni kwamba ukiwa unaenda mara kwa mara shambani kwako, huhitaji hata kisu. Ni kwa kidole tu kama hivyo, na futa hivi na unatoka. Utaendelea kukua. Ili mkulima apate matokeo mazuri kwa haraka, anatakiwa kuzingatia mbinu sahihi za upandaji. Mche umefika shambani vizuri, ile shimo ulishachimba na umelifukia, na vipimo utashauri iwe sentimita 60 kwenda chini, upana 60 na urefu 60. Na ule udongo wa juu tunashauri ule utenge ukae sehemu yake, ile topsoil ikae sehemu yake, na ule wa chini na wenyewe ukae sehemu yake. Sasa kama shamba lina mteremko kidogo, ule wa juu
ni nzuri ukae kwa pande juu. Ili ikitokea pengine imenyesha mvua muda ambao ukutarajia, basi utangulia kwenye shimo. Na ule udongo wa juu ndio ambao utachanganya na mbolea aidha ya samadi na hata ya chumvi za viwandani, na ndio utakaotangulia kutia kwenye shimo. Ni kama tulivyofanya pale, tayari tumesha chimba shimo letu, tumefukia vizuri. Sasa muda kupanda, kabla ya kupanda, tunashauri ni nzuri uweke alama katikati ya shimo. Usipoweka alama, pengine ukionyesha mvua muda ambao haupo, wapandaji wataanza kufikiria hivi lile shimo ilikuwa hapa au hapa. Ana kisia sasa. Inaweza kawa hapa, kumbe nje mstari. Kwa hiyo labda shimo wanapokuja kupanda mche ni ukingoni kabisa mwa shimo. Sasa inakuwa pale haiendi vizuri. Sasa watu kwa wakati mwingine wanauliza, wanasema, sasa kwa nini ulichimba shimo ukafukia tena? Na sababu gani unachimba shimo refu? Sisi tunasema shimo refu lina faida zifuatazo. La sentimita 60, lengo ni kwamba kwanza ule mche wako kama ulivyo hapa, hauna uwezo wa kupeleka mizizi mbali kushindana na vitu labda mizizi ya miti ile karibu pale. Kwa hiyo unausaidia mche kuwa nafasi ya kutoa mizizi kirahisi iende. Haina vikwazo. Lakini lingine, yawezekana pengine shamba ni jipya, uwezi jua pa chini pengine kulikuwa na mizizi ya miti pori iko pale, utapanda mche juu ya mzizi. Mpaka uje usimamie mzizi uoze miaka mingapi. Lakini lingine inawezekana pengine kwa chini kuna jiwe, kuna mwamba karibu. Sasa una uhakika kwamba sentimita 60 kwenda chini pako huru na huko na huko. Lakini faida nyingine ni kwamba kitendo cha kuchukua ule udongo wa juu wenye rutuba na mboji ya asili ukachanganya na mbolea ukatanguliza chini, ina maana kamche kama haka umecha kupatia faida ya rutuba mapema, hata akapata shida kuhangaika kutafuta chakula. Yaani tayari umeshaweka mazingira mazuri. Lakini lingine pia, kwa sababu umechimba shimo la kutosha, hata unyevu, nyesha mvua ni rahisi maji ikazama mpaka chini kwenye shimo hilo. Tunasema mche kama huu sasa umefika shambani vizuri kabisa, uko salama. Sasa cha kwanza kabisa ni vyema kabla hujakata kiriba uandae ile kishimo chako kile ambacho mche utakaa. Ile uje kwamba ile shimo lilikuwa la futi 2, lakini baadaye tulirudishia udongo. Kwa hiyo ndio maana nafuata kwa mkono tu ni rahisi kwenda hivyo. Sasa ikishafika pale unaweka, unaangalia. Sasa iko hivi, kwa mfano ukipanda kama hapa hivi, huu udongo utokea juu. Kumbuka karatasi tulikuwa umeitoa hii. Ndio. Itakapoonyesha mvua itakuwa inabomoa udongo. Katabakia sasa mizizi inaelea juu. Ndio maana inabidi tunatengeneza kimo ambacho kiliba chako kizame kabisa, ili udongo uliopandia uwe sawa na ule ambao sawa ardhi. Unaona kama hapa. Kwa hiyo hapa sasa mvua ikinyesha inapita kwenye level ya kawaida. Isitokee juu hivi au ikazama mpaka kufika sawa. Iwe level kama hivi. Sasa ukishajiridhisha iko sawa level inayotakiwa, kinachofuata ni kukata hiki kiriba. Unaweza kulaza hapa kwenye shimo, alafu chana kwa kisu au wembe vizuri kabisa. Hakikisha umechana mpaka mwisho, mwanzo na kule mwisho kabisa. Siulaza hivi umechana. Sasa unasimamisha bila kutoa kiriba, kama hivi. Baada ya pale unahakika kama umechana kuanzia mwanzo ni mwisho, unafukia na kiriba chako kama ilivyokaa. Sasa mpaka hapo na hakika kwamba jua halija athiri mizizi. Ndio. Maana nimefukia. Hakuna athari yote imetoka kwenye hiyo mizizi ya huo mche. Baada sasa pale kinachofuata natakiwa ni utoe. Ndio unakuwa unanyakua. Bodi ya korosho hugawa miche kwa wakulima wapya pamoja na taasisi za elimu. Shule ya msingi ya awali ya Scholastica
ni miongoni mwa shule zinazoanza kilimo cha zao la korosho. Siku hizi zao la korosho limekuwa na bei kubwa. Kwa hiyo tumeona tusiache fursa hii ya kulitunza hili zao la korosho kwa ajili ya kupata kipato. Siku hizi wazazi wamekuwa na changamoto sana ya kulipa ada huko mashuleni. Kwa hiyo kupelekea uongozaji wa shule kuwa mgumu. Kwa hiyo kwa kuwa sasa zao la korosho limekuwa na bei kubwa, tumeamua kama shule sasa kufungua mashamba makubwa. Tumeanza na eka 50 Januari hii. Mashimo tayari tumeshaandaa kwa ajili ya kupanda hizo heka 50, lakini malengo yetu makubwa ni kupanda heka 200. Kwa hiyo safari tumepanda 50, lakini wakati ujao tutaongeza tena 50 mpaka zitakapotimia hizo 200. Na leo tumekuja kuchukua miche 1500 kwa ajili ya kupanda hizo heka 50. Kwa hiyo na malengo mengine ya kupanda korosho licha ya kipato kwa ajili ya uendeshaji wa shule, lakini pia kutoa elimu kwa watoto wetu huko mashuleni. Watoto sasa natakiwa wapate elimu ile ambayo itawezesha baadaye kujitegemea kwa njia ya kilimo au kazi nyingine, badala ya kungojea tu serikali iweze kuajiri. Kwa hiyo tunavyokwenda nayo miche kule shambani, tutawachukua pia wanafunzi wetu kuwafundisha namna gani ya kupanda hili zao la korosho na namna ya kulitunza. Mtazamaji, mchango wa wadau kutoka sekta binafsi unaelezwa na Bodi ya Korosho kuwa unachochea kasi ya uzalishaji wa zao la korosho. Uzalishaji wa miche umekuwa na mwitiko mkubwa sana kutoka kwa wadau walioko sekta binafsi. Kwa mfano hapa tulipo ni mdau mmoja hapa ambaye amekuwa akijihusisha na uzalishaji wa miche. Na leo tunaona miche yake inagawiwa kwa wakulima na iko na ubora mzuri kabisa. Kwa hiyo ni wazi kabisa kwamba sekta binafsi, kwa sababu wengi wao wanauelewa wa namna ya kilimo cha zao la korosho linalofanyika, wanao mchango mkubwa wa kuhakikisha kwamba malengo ya serikali yanaenda kutimia. Mtazamaji, msimu wa mvua za masika ndio msimu mzuri kwa mkulima kupanda mikorosho, kwani uwepo wa mvua huondoa gharama za kumwagilia. Aidha, kipindi hiki ndipo mkorosho hukua kabla ya kuanza uzalishaji. Kutokana na sababu hizo, tayari kituo cha Naliendele inafundisha na kusisitiza wakulima kusafisha mashamba yao na kutifulia ili iruhusu maji ya mvua kupenya zaidi chini ardhini na kuwezesha mkorosho kufyonza maji mengi, kama anavyoeleza mratibu wa zao la korosho nchini na mratibu wa teknolojia na ubunifu wa TARI Naliendele, Daktari Wilson Nene. Kwa hiyo tunachosisitiza sasa kwenye upande wa zao la korosho, ni wakati sasa hizi mvua zimeshaanza, ni wakati sasa tunasisitiza kutifulia mashamba. Tumeona pamoja na juhudi nyingi ambazo zinaendelea kutolewa na wadau mbalimbali, bado kuna tatizo la wakulima kutokuhudumia mashamba kwa maana ya kutifulia ili maji yaweze kuingia vizuri, yafyonzwe na mikorosho. Tayari tutakapoingia kwenye msimu wa uzaaji, basi korosho ziweze kutoka kwa wingi. Kwa hiyo tunasisitiza mashamba yatifuliwe ili maji yaweze kuingia vizuri, au mkorosho uweze kunyonya maji. Lakini pia ukishatifulia na kuandaa shamba lako kwa maana ya palizi, tunashauri kwamba uchanganye mazao, ufanye intercropping. Maeneo mengi kuna mazao jamii ya mikunde, kama kunde zenyewe zinakubali kwenye mashamba ya mikorosho, njugu zinakubali kwenye mashamba ya mikorosho, lakini pia kwenye mikorosho ile ambayo mashamba ya mikorosho ni midogo, shamba la mkorosho mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu,
unapanda mazao mbalimbali, hata ufuta unatakiwa upande humo. Unaweza ukapanda alizeti, unaweza ukachanganya na karanga. Yote hiyo inamsaidia yule mkulima kwamba yuko karibu analihudumia shamba lake. Lakini wale pia ambao hata ile labda mwezi wa 12, mwezi wa kwanza, kutegemea na msimu kuchelewa, walikuwa hawajafanya upogoleaji, bado wakati huu ni wakati ambao anaweza akapogolea shamba lake. Mtazamaji, hadi hapo tunafikia mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, TARI, kituo cha Naliendele. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.